Tulishapanga utaratibu kwamba katika nafasi ya masters tutakuwa tunatoa vile vile ufadhili huu, na kwa kuanzia tuliamua tutapeleka wanafunzi katika vyuo vikuu viwili hapa nchini. Chuo cha Nelson Mandela Arusha ambacho actually kinaitwa Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, na wengine tutapeleka kwenye kampasi ya Indian Institute of Technology, kampasi yake iko pale Zanzibar. Tuliamua kwamba tutakuwa tunawapeleka kule kwa sababu hivi vyuo vyote vimejipambanua katika masuala ya sayansi. Sasa sisi tumeamua kwamba kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba tutahakikisha kwamba tunatoa ufadhili kuwapeleka wanafunzi Zanzibar wakasome kule, na wengine Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Kwa hiyo leo napenda tukutangaza, wala majina hatutangaka kuyasoma, lakini kutangaza kwamba ufadhili wa wanafunzi 10 umetolewa tayari. Na wanafunzi hao wamesharipoti pale Nelson Mandela. Na juzi waziri mkuu aliwaona na alipiga nao picha. Wameanza masomo yao ya masters. Na awamu ya pili tutapeleka tena wengine kule kampasi ya Zanzibar. Tutapeleka 10 vile vile kwa ajili ya kusoma mambo haya ya data science, akiliunde na kadhalika. Haya ni maeneo ambayo kwa kweli duniani nchi itakayobaki nyuma katika mambo haya itapata shida sana kuendana na mwenendo wa dunia huko tunakwenda. Sasa hivi dunia inaenda kwenye sayansi hali ya juu sana. Kwa hiyo kama nchi isipojijengea uwezo na kujenga watu wa kutosha kufanya shughuli kama hizi, tunaweza tukajikuta kwa kweli katika matatizo makubwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliona hili mapema na amesema tuanze kuandaa vijana na tusiwasomeshe ndani tu ya nchi, tuwapeleke nje. Sasa ninachotaka kusisitiza ni vitu viwili katika swala hili. Hawa wanafunzi wamekwenda wa masters. Taratibu hizi ili ziweze kuwa na mashiko, ziweze kusaidia nchi, lazima tuchukue wale bora kati ya bora zaidi. Utaratibu ni kuchukua bora kati ya bora zaidi. Tumejengea utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunachuja vizuri. Kwenye masters pagumu kidogo katika kuchuja. Naamini tutaendelea kutengeneza mkakati mzuri zaidi kwa sababu watu wamaliza masters mbalimbali wanaomba. Kwenye degree ya kwanza ni rahisi kwa sababu wanamaliza mtihani wote, baraza la mtihani kwa pamoja, na tunapata matokeo yao, tunaweza tukaangalia wa kwanza mpaka wa mwisho. Pia haiwezi kutupa shida sana. Lakini tunapoenda katika masuala ya degree ya pili, watu wamesoma vyuo mbalimbali, unajaribu kuwalinganisha na kadhalika. Sasa hiki napenda niwapongeze sana Nelson Mandela na Vice Chancellor yuko hapa, kwa sababu wenyewe walitengeneza utaratibu baada ya kualika watu waombe fursa hii, waliwapa usaili, waliwaambia waandike nini wanataka kufanya, walitengenezea mkakati mzuri sana ambao sisi tulipokuja tukaangalia tukaridhika. Kwa tukasema jinsi ambavyo Nelson Mandela imewachagua tusiguse. Tutaendelea kutengeneza mkakati mzuri zaidi wa kuhakikisha kwamba tunachukua best of the best. Na tunataka utaratibu ambao hautatoa mwanya wa aina yoyote ya mtu kupenyeza bila ushindani. Taratibu za kuwachagua zinyooke, zisiyumbe wala zisipinde mahali popote. Kwa sababu kwanza ukiacha tu ni kwamba tunawatendea haki walipa kodi wa Tanzania ambao fedha zao ndio zinatumika kwenda kuwasomesha hao. Vile vile tunahakika kwamba hata mtoto wa mfugaji, mkulima atapata fursa kwenda kusoma, sio wale wa international schools tu ambao hata na wenyewe tunataka wakasome. Lakini hatutaki vile vile tuweke kitu, tutumie jina la Dr. Samia Suluhu Hassan halafu watu waanze kulalamika kuna kupinda. Kwa hiyo tumenyoosha kama rula. Ndio maana tuna kamati ya watu nje kabisa ya wizara, na wenyewe tumewapa kazi ya kuangalia. Na wala hatugharimu kitu kwa sababu mara nyingi wanafanya mikutano yao online, wanatoa ushauri, na nitakutana nao tena nadhani karibuni, na tutaipanga vizuri ile kamati ili uweze kutusaidia kusimamia haya masuala vizuri. Kwa la kwanza ni hilo. Hizi scholarship za masters utaomba kwa Mtanzania, utaomba. Tangazo litatoka, utaomba. Utakapoomba kutakuwa na utaratibu ambao utafanyika, na ukitaka kujua kwa nini hujapata utaonyeshwa vizuri.